Mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel, nichukue nafasi hii tena kukaribisha katika kipindi hiki cha Taa ya Miguu Yangu, kipindi ambacho tunaendelea kujifunza neno la Mungu la uzima. Na kabla hatujaendelea, nikualike tuombe ili tuongozwe na Mungu tunapojifunza maneno haya. Mungu wetu mtakatifu, Bwana uliyeziumba mbingu na nchi, bahari, chemichemi za maji na vyote vilivyomo, tunakushukuru kwa umetukirimia nafasi tena kuwa hai mbele zako hata siku ya leo. Tunapotafakari na kujifunza neno lako la uzima, tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze. Tumeomba hivyo katika jina la Yesu. Amina. Mpendwa, nikukaribishe tena katika mfululizo wa kujifunza kutoka katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana ni kitabu cha mwisho kabisa katika Biblia yako, kitabu ambacho kimefunua mambo ya siku za mwisho. Taendelea kukukumbusha ya kwamba chenyewe ndicho kimebeba mustakabali wa mambo na maisha ya watu wa Mungu katika nyakati za mwisho. Na wakati wa mwanzo wa kukiandika, tuliposoma kwenye ile sura ya kwanza kabisa na lile fungu la 3, tuliona linasema ya kwamba heri asomaye na yeye asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Anapaswa kuwa anasoma au kusikia, na yeyote anayefanya hivyo ana heri, kwa sababu unabii uliomo ndani yake unakwenda kutimia muda si mrefu. Lakini pia alipokuwa anamalizia katika uandishi wa kitabu cha Ufunuo, Yohana kwenye lile fungu la 10, sura ya 22, malaika alimwambia, akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana mwisho au wakati wake umekaribia. Kwamba Yohana anashauriwa ya kwamba maneno aliyoyasikia na kuyaandika asiatie muhuri, yafunuliwe wazi, ili kwamba watu wanaoyasoma au wanaoyasikia wapate heri iliyomo ndani yake, maana ni maneno ya nyakati za mwisho. Tumekuwa tukijifunza kwa mfululizo na tumeendelea kujifunza hatua kwa hatua, na tumefikia katika ile sura ya 11. Tumeanza kujifunza ile fungu la kwanza na tutaendelea kujifunza mafungu mengine yanayokuja. Tulipokuwa tunasoma kwenye kile fungu la kwanza la kitabu cha Ufunuo sura ya 11, tuliona kwamba Yohana anapewa mwanzi. Maana anasema, nalipewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo. Tukaona ya kwamba Mungu anafanya hukumu ya upelelezi ndani ya kanisa lake tangu mwaka 1844 kama tulivyojifunza katika kipindi kilichopita. Maana ndio ulikuwa ukomo wa ile miaka 2300 iliyotabiriwa kwenye kitabu cha Danieli sura ya 8 na lile fungu la 14. Na katika kipindi hicho tuliona kulikuwa na mwamko mkubwa wa watu wanaomsubiri Yesu kuja mara ya pili. Watu wale wote waliokuwa wanamsubiri Yesu kuja mara ya pili walipaswa kupimwa nia yao, na mwamko ule unatoka kwenye msukumo wa moyo wa aina gani. Na ndipo tunaona kwamba miongoni mwa wale Yesu alipochelewa kuja, wengi walirudi nyuma na kukata tamaa. Lakini wale waliokuwa na upendo wa dhati, wenye moyo na nia ya kweli ya kujifunza maandiko, walipogundua ya kwamba maandiko yale yalivyoandikwa, unabii ule ni wa kweli na ni wa hakika, na kipindi chake hakijakosewa, muda wake ni ule ule, walitaka kujua sababu ya kutokuja kwa Yesu. Ndipo wakagundua ya kwamba sio kuja kwake duniani, lakini ni kwenda katika chumba cha patakatifu pa patakatifu, mahala ambapo anaendesha hukumu ya upelelezi mpaka leo. Wakafunuliwa na kuonyeshwa jinsi ambavyo kuna umuhimu mkubwa
wa Yesu kuingia katika chumba cha pili cha patakatifu baada ya kuwa amemaliza sehemu ya kwanza ya ukombozi pale msalabani. Alipaswa kuendelea kufanya upatanisho kwa damu yake mwenyewe ili awapatanishe wanadamu na Mungu, na kwa njia hiyo ahakikishe ya kwamba kila anayelikiri jina lake anaokolewa. Na kulikiri jina lake kunahitaji kufuata maelekezo ya neno lake takatifu. Sasa tulipokuwa tunajifunza, tuliona ya kwamba alipewa huo mwanzi ili apime hekalu la Mungu kwa maana ya mtu mmoja mmoja, maana sisi miili yetu ni hekalu la Roho wa Mungu, lakini pia apime madhabahu, apime pia na hao wanaosujudu humo ndani kwamba wanamcha Mungu kwa kiwango kinachoelekezwa na neno la Mungu. Na tuliposoma kwenye kile kitabu cha Petro sura ya 4 na lile fungu la 17, tuliona ya kwamba hukumu imeanza kwa watu wa Mungu. Hukumu imeanza kwa watu wa Mungu. Ukisoma fungu la pili la kitabu hicho cha Ufunuo sura ya 11, fungu ambalo tulikuwa tumeanza kulijifunza tukafika mwisho kwenye kipindi kilichopita, fungu lilisema, na behewa iliyo nje ya uiache. Yani utakapokuwa unapima kwa mwanzi hilo hekalu, kapima na madhabahu, kapima na watu wanaosujudu ndani yake, akaambiwa ya kwamba na ile behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usiipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Hii behewa ya nje ni mahala ambapo watu walikusanyika wakisubiri huduma. Na sasa kwenye chumba hicho ambacho kwenye hekalu la Mungu ambalo Yohana ameambiwa kulipima, wamo watu wa Mungu wakimfanyia ibada. Wakifanya ibada kupitia madhabahu kwa maana ya kumsifu na kumtukuza, kumtolea dhabihu mbalimbali. Lakini humo wanamsujudia na kumcha yeye. Sasa hao ndio wanaopimwa, lakini walioko nje ya behewa Yohana aliambiwa kwamba usipime. Na akaambiwa ya kwamba hao wamepewa kupakanyaga hapo patakatifu kwa miezi 42. Miezi 42 wamepewa. Mungu amewapa kwa kuwa hawajamjua, hawajamkiri, hawajamuamini, basi amewapa muda huo waendelee kupakanyaga patakatifu. Na hii behewa ya nje tuliona ya kwamba ni mahala ambapo hawa ambao hawakumjua Mungu, ambao pamoja na kuhubiriwa hawajamuamini bado, hawa ambao pamoja na neno la Mungu kuwepo duniani bado hawajaliamini, wamepewa muda wa kutafakari, wamepewa muda wa kukutana na hilo neno ili ikiwezekana waokolewe. Sasa kipindi kinachotajwa cha miezi 42, utaona hiki kipindi kinarudiwa. Hiki kipindi kwa nini kinarudiwa? Kinarudiwa na Biblia na kusisitizwa kwa sababu ya umuhimu wake. Hiki kipindi cha miezi 42 tulisoma tukaona ya kwamba unaposikia miezi 42 imetajwa, ndio ile siku 1260, na hicho ndicho kipindi kinachotajwa kama nyakati 2, nusu wakati na wakati mmoja. Maana tulisoma pamoja na wewe, na naomba nirudie ili tuelewe kile kinachoendelea katika mfululizo wa mafundisho haya. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 11 na lile fungu la 3 anasema, nami nitawaruhusu mashahidi wangu 2, nao watatoa unabii siku 1260 hali wamevikwa magunia. Tutaanzia kujifunza hapo, lakini ninachohitaji kuonyesha hapo ni kwamba wamepewa kufanya hiyo kazi kwa miezi 42. Miezi 42 inarudiwa. Maneno unaposoma kitabu hicho cha Ufunuo sura ya 13 na lile fungu la 5 anasema, naye akapewa kinywa cha maneno makuu. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru,
akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Unaona, miezi 42 inatajwa na kurudiwa, na siku 1260 nazo zinatajwa na kurudiwa. Na ukisoma Ufunuo 12 fungu la 6 anasema yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Unaona, kipindi hicho kinatajwa tena kama siku 1260. Lakini pia ukisoma kwenye fungu la 14 anasema mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani hata mahala pake, hapo aliishwapo kwa wakati na nyakati mbili, kwa wakati na nyakati na nusu wakati, mbali na nyoka huyo. Unaona sasa hapa kinarudishwa katika wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Na fungu ambalo tumekuwa tukilisoma sana kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7, nalo linasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Kipindi hicho hicho kinaendelea kurudiwa. Natamani tu kukazia hapa ya kwamba ukiona Biblia rudia jambo fulani, ana maana pana katika hilo jambo na lina umuhimu mkubwa katika maisha ya mwanadamu awaye yote duniani. Utaona pia Danieli sura ya 12 na lile fungu la 7 anasema, nami nikasikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani, aliyekuwa juu ya mji ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati, tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao walio watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Kipindi hiki kinatajwa mara nyingi, nimesoma tu mara chache, lakini kinatajwa mara nyingi ndani ya Biblia. Kipindi cha miezi 42, kipindi cha siku 1260 na kipindi cha nyakati mbili na nusu wakati. Na kama ambavyo tumekwisha kujifunza, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ile miezi 42 inayotajwa ni miezi inayotajwa kwa kuonyesha kipindi cha miaka 1260 na kipindi cha miaka 3.5. Kiunabii tuliona ya kwamba mwezi wa kibiblia una siku 30. Leo utashuhudia miezi ina siku kadhaa zinazotofautiana, lakini kwenye Biblia mwezi una siku 30 na mwaka ni mwaka wa siku 360 bila kuongeza chochote kulingana na unabii. Maana mwaka una miezi 12 na 12 ukizidisha kwa siku 30 utapata 360 kamili. Na miaka hiyo na miezi hiyo ndio hiyo inayorudiwa hapo. Kwa mfano anaposema miezi 42, ukichukua miezi 42 ukagawa kwa 30, utapata siku maana mwezi mmoja una siku una siku 30. Ukichukua hiyo miezi ukagawa miezi 42 ukagawa kwa 30, utapata miaka 3.5. Utapata miaka 3.5. Lakini pia ukichukua nyakati mbili na ule wakati mmoja na nusu wakati ukavibadilisha, maana wakati unatajwa kwa maana ya mwaka. Tumewahi kusoma hivyo kwenye kile kitabu cha Danieli sura ya 4, wakati Nebukadreza alipopewa nyakati 7 zikimaanisha miaka 7 akiwa kama mnyama porini. Na wakati unapotajwa ndani ya Biblia una maana ya mwaka na nyakati ina maana ya miaka. Sasa kwa sababu hiyo utaona kwamba zile nyakati mbili ni miaka miwili, wakati ni mwaka mmoja, nusu wakati ni miezi 6. Ukichukua nyakati mbili kwa maana ya miaka miwili ukaongeza wakati mmoja utapata miaka 3, na ule nile nusu wakati ndio ile miaka 3.5.
yanayotajwa ya kwamba na ukichukua hiyo miaka 3.5 ukaibadilisha katika siku, utapata siku halisi 1260 zinazotajwa kwenye unabii huu. Kwa hiyo hiki kipindi kinaporudiwa ni kipindi maalum ambacho kimewahi kuwepo na kitajirudia tena katika historia, maana unabii una kanuni ya kujirudia, kanuni ya kuhuishwa tena. Kanuni ya kuhuishwa tena. Kwa hiyo katika kitabu hicho cha Ufunuo na sura ya 11 tunapoanza hili fungu la pili, anasema na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usiipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Ni kweli kwamba kipindi hiki kimewahi kupita, kama ambavyo tumejifunza mara nyingi, kipindi hiki kimewahi kupita, lakini kwa mujibu wa kitabu kile cha Danieli sura ya 12, yamkini hiki kipindi kikajirudia tena. Unaposoma kitabu hiki cha Danieli sura ya 12 ukaanzia lile fungu la 11 kwenda fungu la 13, ni kuombe tu tusome na pamoja na wewe hicho kitabu cha Danieli sura ya 12. Nitaanzia lile fungu la 11 kuendelea hadi 13. 12, 11 hadi 13 inasomeka hivi: na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku 1290. 290. Utaona sasa zinatajwa siku 1290, lakini fungu la 13 anasema heri aongojeaye na kuzifikiria siku hizo 1335. Na fungu la 13 ambalo ndilo limefanya tusome eneo hili nasema, lakini enenda zako hata utakapokuwa mwisho ule, maana wewe utastarehe, nawe utasimama katika kura yako mwisho wa siku hizo. Mwisho wa siku hizo zinazotajwa 1335, Danieli anaambiwa ya kwamba atasimama katika kura yake. Kipindi hiki kinaporudiwa kina maana ya kwamba kuna kipindi cha kiunabii kilichokuwa kinachukua siku moja, inachukua mwaka mmoja, kilichukua miaka 1260, kama tulivyojifunza ya kwamba kuanzia mwaka 538 mpaka mwaka 1798 kipindi hicho kimewahi kutimia, na ni kipindi ambacho watu wa mataifa wanaotajwa kwenye hili fungu walipewa kupakanyaga patakatifu. Kweli kagandamizwa, kweli kazuiwa, wakapewa kutawala ulimwengu kutawaliwa na watu wenye kofia ya dini na siasa, lakini wakikandamiza uhuru wa ibada. Walipewa hicho kipindi, na Mungu huwa anatoa nafasi kama hizo kwa kusudi la kuimarisha watu wake na kuonyesha watu wake kwamba hawamchi kwa kumwogopa, kwa hofu tu, lakini ni kwa sababu ya kusukumwa na upendo. Sasa Danieli katika kipindi hiki tunaonyeshwa ya kwamba alionyeshwa ya kwamba katika wakati kama huo atasimama kwa kura yake. Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, utambue ya kwamba miongoni mwa vitabu ambavyo vimeonyesha wakati wa mwisho kabisa ni kitabu cha Danieli, ukianzia ile sura ya 11 hadi ya 12, ambazo hizo sura pia zinafunuliwa katika kitabu cha Ufunuo kuonyesha mwisho utakavyokuwa. Kwa hiyo Danieli anapoambiwa ya kwamba lakini enenda zako hata utakapokuwa mwisho ule, maana wewe utastarehe, wewe utasimama katika kura yako mwisho wa siku hizo. Ana maana ya kwamba hizo siku zinakwenda mpaka wakati wa mwisho, wakati ambapo Danieli na watakatifu wengine watafufuliwa na watasimama katika kura yao ya haki waliopewa kupumzika mpaka siku ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Wakati wa mwisho ulipokuwa unaonyeshwa na Danieli, labda tuanzie fungu la 7 ili kuelewa hiki tunachojifunza hapa. Nasema, nami nikamsikia yule mtu aliyekuwa aliyevikwa nguo za kitani, aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na kushoto na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa
kwake yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watu watakatifu, ndipo mambo hayo yatakapotimizwa. Kumbuka hapa ni wakati ambapo Daniel anaonyeshwa mambo ya siku za mwisho yatakavyokuwa, na yeye sasa anapoyaonyeshwa yanakuwa ya kutisha. Nyakati za mwisho zitakuwa za kutisha kuliko hata unavyoona mambo yanaenda sasa. Kadri tunavyoelekea mwisho, mambo yatakuwa ya kutisha. Na utaona Daniel kwenye fungu la 8 anasema, nami nikasikia lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, Bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje? Mwisho wa mambo haya utakuwaje? Ndipo fungu la 9 anasema, enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe, fungu la 10, na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali walio na hekima ndio watakaookolewa. Kipindi hiki kinachozungumziwa hapa ni kipindi cha wakati wa mwisho. Wakati historia ya dunia itakapokuwa inaelekea kufungwa, ndicho kipindi kinachotajwa hapa. Paulo na Daniel alipokiona kilimchanganya. Aliona hali ngumu ya maisha ya watu wa Mungu. Mwanzoni tu katika lile fungu la 1 la kitabu hicho cha Daniel, aliona na kaambiwa ya kwamba wakati huo aliouona Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu. Sema ni wakati wa mwisho ambao utakuwa wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwepo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile cha uzima. Kile kitabu cha uzima ambacho watakatifu wanaandikwa baada ya kuwa wamemwamini na kusimama katika ukweli. Kila atakayeandikwa katika kitabu hicho ndiye atakayeokolewa. Lakini Daniel alionyeshwa wakati mgumu sana, wakati ambao haujawahi kuwepo, na kuna nyakati mbalimbali zimepita, nyakati za taabu zimepita, nyakati za shida zimepita, lakini haujawahi kuwepo wakati kama huo. Huo ndio anaoonyeshwa katika kitabu cha Daniel, na anaambiwa ya kwamba katika zile siku 1290 utaona zimeongezeka siku 30 juu ya zile siku 1260. Lakini baada ya hapo anaambiwa utasimama katika kura yako mwisho wa zile siku 1335, na hizo sasa ni kipindi kingine tena. Yani kipindi hicho kinaenda sasa kwa siku 1335, kwa maana ya kwamba zinaongezeka juu. Lakini miaka hii ambayo imekuwa ikitajwa kwa kurudiwa, hii miezi 42, nyakati 2.5 wakati na kipindi cha siku 1260 ni kitu kile kile, ila kwa sababu ya umuhimu wake na kwa namna ya kuficha ukweli ambao Mungu aliona kwamba ungechakachuliwa kama ungewekwa wazi zaidi, akaamua kukisemea kwa mara nyingi kwa namna hiyo, na akaweka katika mafumbo ambayo wale watakaojifunza kwa kina neno la Mungu kwa kufungua fungu kwa fungu ndio wangeelewa kipindi hicho. Kwa hiyo kipindi hicho ambacho Daniel anakitaja ni kipindi cha nyakati za mwisho. Yamkini kipindi hicho ni kipindi ambacho kitaambatana na wakati wa taabu iliyo mbele yetu. Kipindi hicho kimetajwa kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ya 30 kama taabu yake Yakobo. Wakati fulani Yakobo alimenyana na malaika akipambana usiku kucha, lakini inatajwa kama tabu, maana alikuwa anapigana na mtu asiyemfahamu na akawa anadhani anapigana na Esau. Hivyo watu wa Mungu, kadri wanavyopambana na dhambi, kadri wanavyopambanishwa na waovu, kuna wakati wanawatesa watu wa Mungu, wanadhani ya kwamba wanapambana na hao
waovu, lakini wanakuwa wanapambana na hao waovu, mawakala wa shetani, wanapambana na shetani mwenyewe. Na ile vita inabaki sio ya kwao, ni vita ya Mungu na shetani, na Mungu mwenyewe huwa anaingilia kati na kuiamua. Na hiki ni kipindi ambacho tunaona ya kwamba watakatifu watakuwa wanathibitishwa kama vile ambavyo Ayubu naye amewahi kuthibitishwa. Ukisoma kitabu cha Ayubu sura ya 1 ukaanzia fungu la 6, utaona jinsi ambavyo Ayubu amewahi kuthibitishwa kama mtu wa Mungu anayeishi katika nyakati za mwisho. Ukisoma hicho kitabu cha Ayubu Ayubu sura ya 1 kabisa na ukaanzia lile fungu la 6, tunaona jinsi ambavyo Ayubu kama mtu wa Mungu aliyeishi nyakati za zamani akimcha Mungu, wakati fulani shetani aliamua kumtenda kwa hila na akaamua kutaka kumwangamiza. Na yeye shetani alikuwa nadhani ya kwamba Ayubu anamcha Mungu kwa sababu Mungu amembariki na kwa sababu ya ule ulinzi anaouona kwake. Unajua watu wa Mungu wanalindwa sana. Sasa kipindi hiki kitajirudia tena, kwa maana ya kwamba wakati wa mwisho kabisa wa kufunga historia ya dunia kitajirudia katika uhalisia, sio kwa miaka ya kiunabii, lakini katika siku halisi hizo zinazotajwa kama 1260, ingawa haijulikani zinaanza lini, lakini ni kipindi maalum ambacho hakipaswi kupuuzwa, maana kimetajwa pia kwenye kitabu hiki cha Danieli. Sasa watakatifu wanahukumiwa katika hukumu ya upelelezi, lakini wale wote ambao hawamfuati na kumwamini Mungu, wao hawahukumiwi katika hukumu ya upelelezi. Hukumu yao itakuja baada ya marejeo ya Yesu. Hukumu yao itakuja wakati wa pamoja, wala hakuna haja ya kufuatilia jina kwa jina kama ambavyo watakatifu wanahukumiwa. Mtakatifu anahukumiwa akifuatiliwa mmoja mmoja, kwa sababu Mungu anatamani kupima moyo wa kila anayemwamini kwamba umekuwa katika upendo au katika shinikizo fulani au katika uoga au katika namna nyingine ambayo sio. Kwa hiyo Mungu atawaacha waovu mpaka wakati wa mwisho, na wakati huo wa mwisho umetajwa ya kwamba ndipo watakapohukumiwa kwa umoja, ila watakatifu wa Mungu wanaendelea kuhukumiwa katika hii hukumu ya upelelezi. Sasa kipindi hiki cha kinachotajwa cha nyakati za mwisho, anasema ya kwamba ni kipindi ambacho ni taabu ya Yakobo itajitokeza, hasa katika kipindi chetu hiki cha mwisho, wakati huu ambapo siku ya ibada ya Jumapili itakapotangazwa, ulimwengu wote ukalazimishwa kuabudu katika siku ya kwanza ya juma badala ya siku ya 7 ambayo Mungu ameiweka. Hapo watakatifu watakaosimama katika kweli watalazimishwa kuendelea kuabudu kwa kufuata sheria zilizowekwa na mwanadamu, lakini watakataa. Watakatifu wa Mungu watasimamia kweli ya Mungu, na ndipo vikwazo vya kiuchumi vitawekwa, vikwazo vya huduma kwa jamii vitawekwa, huduma za afya na huduma mbalimbali, hivyo vitu vyote vitawekwa. Na kadri watakavyokuwa wanawekewa hivyo vikwazo, watu wa mataifa watashangaa kuona bado wanaendelea kuwepo, na kitendo hicho kitafanya sasa itafutwe namna ya kuwadhibiti, maana katika kipindi cha kuwatesa kutazuka mapigo. Ukisoma kitabu kile cha Ufunuo sura ya 15 ambayo tutajifunza baadaye, na lile fungu la 16, utaona mapigo yalizuka, na watu wakadhani ya kwamba mapigo haya yanakuja kwa sababu ya hawa watakatifu wa Mungu. Watakatifu ambao wamekataa kufuata sheria zilizowekwa na wanadamu, watadhaniwa ya kwamba ndio chanzo cha yale mapigo. Sasa kipindi hicho cha wakati wa taabu ambacho hakijulikani, kipindi hicho ambacho watu watakuwa wanateseka, ndicho kinachotajwa katika kitabu hicho cha Danieli kwa kurudiwa mara ya pili, ingawa unabii huu umewahi kutimia kwa tarehe na miaka halisi kiasi hicho, lakini ni unabii utakaojirudia, kwa sababu sura ya 11
na sura ya 12 ya kitabu cha Danieli ni kama sura moja inayoonyesha wakati wa mwisho. Sasa kipindi hicho cha taabu, watu wa Mungu watapimwa, wataendelea kupimwa, watakaposhangaa ya kwamba bado wanaendelea kuishi pamoja na vikwazo, pamoja na mateso, wanaendelea tu kuishi, watashangaa ya kwamba watawekewa vikwazo, lakini vitawathibitisha na kuwaimarisha kama ambavyo imewahi kuwa kwa Ayubu. Kisoma sura ya Ayubu sura ya 1 na lile fungu la 6 ukaendelea, wamwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu, kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyu Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibariki, na mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyoosha mkono wake sasa uyaguse hayo yote aliyo nayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Shetani na waovu walidhani ya kwamba Ayubu anaishi akimcha Mungu. Utasoma historia ya Ayubu, utagundua ni mtu aliyekuwa anamcha Mungu kwa kina, mtu aliyemheshimu, pamoja na kwamba alikuwa tajiri mkubwa katika ile nchi ya Usi, lakini alikuwa anamcha Mungu. Sasa Shetani akawa na dhana ya kwamba pengine kwa sababu ya namna Mungu alivyobariki kazi za mikono yake, pengine kwa sababu ya namna alivyompa afya njema, pengine kwa sababu ya namna ambavyo amembarikia vitu vingi kuliko wengine, ndio maana ana bidii ya kumcha. Na sasa anasema ni kwa sababu umemzunguka kila kona, umebariki kazi za mikono yake. Mungu akasema ya kwamba sivyo, lakini akampa ruhusa. Utaona lile fungu linasema ya kwamba wamepewa ruhusa ya kupakanyaga patakatifu kwa miezi 42. Kuna wakati Mungu anatoa ruhusa kama aliyoitoa Shetani kumjaribu Ayubu. Alimjaribu, akachukua kila kitu, akamtesa kwa kila namna, akamletea magonjwa, lakini bado Ayubu aliendelea kumcha Mungu. Sasa hicho kipindi watu wa Mungu watakuwa wanathibitishwa imani yao kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Ni wakati ambapo watu watawekewa vikwazo vya kiuchumi. Ni wakati ambapo watu watawekewa vikwazo vya maisha, vya huduma za muhimu. Mfikiria unaishi kwenye nyumba na haina umeme, au unaishi kwenye nyumba na wakati dunia yote imestarabika, wana maji, wana umeme, na hospitalini wanatibiwa bure, chakula wananunua kwa furaha, lakini kipindi hicho vikwazo vitawekwa kwa watu wa Mungu kiasi kwamba hawataweza kununua wala hawataweza kuuza. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kuanzia fungu la 16, anasema ni kipindi ambacho hutanunua wala hutauza isipokuwa una alama ya yule mnyama ambaye ni mfalme anayekuja kujitawaza kuutawala ulimwengu kisiasa na kidini. Sasa anasema katika kipindi hicho ambacho Danieli alikiona kwamba taabu yake haijawahi kuwepo, watu wa Mungu bado watasimama kwenye neno la Mungu, na msimamo wao utafanya wawekewe vikwazo, na dhana ikiwa ya kwamba pengine maana mapigo yatakuwa yameanza kwa watu waliomkataa Mungu, watadhani ya kwamba pengine kwa sababu ya msimamo wa watu hawa ndiyo maana tunapata laana hizi. Wataweka vikwazo zaidi na zaidi, lakini cha kushangaza wataendelea kuwa wanaishi, na Mungu atawalisha kwa namna ya pekee sana. Atawapa kuridhika kula kile wanachoweza kula, na kile wasichopata Mungu atafungua njia za namna ya kuishi. Maana Yesu kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 4, ukisoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 4 ukaanzia lile fungu la 3, amewahi kuwa wakati anajaribiwa na Shetani, amefunga siku 40 hali hanywi. Sasa Shetani akashangaa, ni kiumbe wa aina gani huyu? Na sura ya 4 hiyo ukisoma fungu la 3 anasema ya kwamba mjaribu akamujia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate ule, maana una njaa siku 40. Na fungu la 4 linasema, naye akamjibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu,
ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiki kipindi cha taabu kitafuatiwa na watu wa Mungu kuthibitishwa kwamba wanaweza kuishi bila huduma za kidunia. Wanaweza kuishi kwa maisha ya kawaida pamoja na vikwazo hivyo. Lakini kadri watakavyoendelea kuwa wanastawi, ngao ni wachache watakao kuwa wamesimama imara katika kipindi hicho, ndipo tunaona ya kwamba vitawekwa vikwazo vingine, kikwazo kikubwa. Sasa hicho kipindi utatangazwa huo mwezi unaoongezeka katika hizo siku 2060. Nimesema ni unabii uliowahi kutimia, lakini mwezi mwingine utatangazwa. Na huu mwezi utatangazwa kwa amri ya kifo ili kuangamiza na kuwatokomeza watakatifu, kama ilivyowahi kuwa katika kile kitabu, katika kipindi cha wakati wa Esta. Esta ni Myahudi, miongoni mwa Wayahudi waliokuwa katika nchi ya ugeni. Waliwahi kutangaziwa na kutengenezewa mazingira ya wote kufa. Ukisoma kitabu cha Esta sura ya 3 ukaanzia lile fungu la 12, Esta sura ya 3 fungu la 12 anasema, basi waandishi wafalme wakaitwa siku ya 13 ya mwezi wa kwanza, na barua zikaandikwa kama vile Hamani alivyoagizwa, alivyoagiza vyote, kwa maakida wa mfalme na maliwali waliokuwa juu ya kila jimbo, na wakuu wa kila taifa, kila jimbo kwa mwandiko wake, na kila taifa kwa lugha yake. Zikaandikwa kwa jinsi ya mfalme Ahasuero, kutiwa muhuri kwa pete yake. Na fungu la 13 anasema, barua zikapelekwa kwa mkono wa matarishi mpaka majimbo yote ya mfalme, majimbo yote ya mfalme, kuangamizwa Wayahudi wote na kuuawa na kuwafiisha vijana kwa wazee, watoto wachanga na wanawake pia, siku moja, yaani siku ya 13 ya mwezi ya mwezi wa 12, ndio mwezi wa Adari. Ukisoma fungu la 14 anasema, na kili ya andiko ya kupigwa mbiu katika kila jimbo ilitangazwa kwa mataifa yote wawe tayari siku ile ile. Imewahi kuwekwa siku ya kuangamiza watu wa Mungu. Ni kwa nini? Ni wakati ukisoma kuanzia mafungu ya juu, Mordekai alitakiwa awe anamsujudia Haman aliyekuwa ameteuliwa na mfalme kuwa mkuu anayefuata katika nchi hiyo, na watu wote wakawa wanamsujudia, wanapomuona wanasujudu, lakini Mordekai alijua kumsujudia Mungu peke yake. Sasa walipoona hamsujudii huyu aliyeteuliwa na mfalme, yani mteule wa mfalme, wakamshitaki kwake, na Hamani akaona si vema huyu peke yake afe, akataka aangamize na taifa zima la Wayahudi. Kitendo hiki kikafanya aende kwa mfalme na kutaka idhini ya mfalme, na mfalme akampa idhini kwamba afanye hivyo, aangamize. Maana aliwaambia kuna watu hapa wana sheria tofauti na sheria za nchi, na watu wa Mungu katika nyakati zote wameishi chini ya sheria zilizo tofauti na sheria za wanadamu, na kitendo hicho kimeleta uadui kati yao. Sasa kipindi hiki cha Daniel anaonyeshwa ya kwamba itatangazwa siku ya maafa yao. Mwezi huu sio mgeni, umewahi kutangazwa hapo. Tumesoma fungu la 12 kwamba mwezi wa kwanza tarehe 13 ilitangazwa, ndipo barua hizo zilitangazwa kwamba kuanzia leo mpaka mwezi wa 12, tarehe hizo 13, yani siku hiyo itakuwa ni ya kuangamiza kabisa hili taifa ambalo lina sheria zinazofarakana na sheria za taifa letu. Kwa maana ya kuangamiza Wayahudi. Sasa utashangaa kwamba mwezi wa kwanza na mwezi wa 12, hii ni kwa sababu kabla ya Kristo miaka na miezi na siku zilikuwa zinahesabiwa kwa kurudi nyuma. Miaka ilikuwa inahesabiwa kwa kurudi nyuma, siku zilikuwa miezi nayo ilikuwa inahesabiwa kwa kurudi nyuma. Kwa anaposema siku ya 13 ya mwezi wa 12 barua zinaandikwa, ya mwezi wa kwanza barua zinaandikwa, ukirudi kuja mwezi wa 12 utaona tena siku ya 13 ya mwezi huo wa 12 imewekwa kama siku ya kilele cha kuangamiza Wayahudi.
Wayahudi. Itakuwa hivyo tena katika nyakati tunazoenda, zitarudiwa tena. Ukisoma kitabu cha Pambano Kuu utaona kinaeleza ya kwamba nyakati za mwisho zitarudiwa na watu watatangaziwa, itatangazwa siku ya kuangamiza watu wa Mungu. Ila kitakachotokea ni kwamba hakuna atakayeangamia kwa sababu Mungu atawapigania watu wake. Wao ambao watakuwa wamevumilia mpaka nyakati za mwisho. Hawa ambao Mungu atakuwa amedhamiria ya kwamba aje awakute wakiwa hai. Siku anapokuja wamlaki, hakuna atakayeangamia. Maana watu wale watakuwa wamejificha kwa hofu, wengine wamewekwa magerezani. Siku hiyo watatolewa nje ili kwamba wauawe, lakini maandiko yanasema ya kwamba hawatakufa hata mmoja, kwa sababu panga zilizokusudiwa kuwakata zitageuka kuwa nyasi. Mikuki iliyokusudiwa kuwachoma itakuwa kama mabua. Risasi zilizotupwa kwao zitaenda kama maji. Kitendo hicho kitafanya watu hao wawaze. Watu hao wawaze, na ndipo kitafata tena katika kipindi kingine cha wakati wa mbingu kutangaza haki yake na ukombozi wa watu wa Mungu utajitokeza. Kipindi hicho kitafatiwa na siku hizo zingine, maana anasema utasimama katika kura yako mwisho wa siku hizo 1335. Utaona siku 1260 zinaongezwa mwezi mmoja, na baadaye zinaongezwa tena siku zingine za mwisho kama siku zinazoonyesha kama 45 hivi, lakini ni siku ambazo zitakuwa na vioja, siku ya vituko, siku ambazo Mungu atadhihirisha mambo makuu, siku ambazo haki itatangazwa. Hatujui ni tarehe ngapi au ni lini, lakini dalili zinaonyesha, na ukisoma kile kitabu cha Pambano Kuu sura ya 40 sema ya kwamba kipindi hicho watatangaza kuangamiza na kuwatokomeza watakatifu wa Mungu, lakini itashindikana. Panga zao zitageuka kuwa majani, mikuki yao itageuka kuwa mabua, na risasi zao zitakuwa kama maji. Na kitendo hicho kitawashitua na watafikiria kutaka kujua kile ambacho ni siri ya watu hawa, siri ambayo dunia nzima hakuna aliyekufa hata mmoja. Na hapo ndipo watakapotaka kujua ukweli wa neno la Mungu, lakini rehema itakuwa imefungwa kwao. Na Daniel na nabii Amos alionyeshwa katika sura ya 8 na fungu la 11 ya kwamba siku hizo kutakuwa na njaa ya kukosa kulisikia neno la Mungu. Si njaa ya kukosa chakula au kiu ya kukosa maji ya kunywa, lakini ni njaa ya kutokulisikia neno la Mungu. Hata watakaporudi kutaka waambiwe sasa maneno ya Mungu, watu watakatifu wa Mungu, kwa sababu neno litakuwa limefungwa na rehema imefungwa, hawataweza kuambia kitu chochote. Kwa hiyo hizi siku hii miezi 42 inayotajwa na hizi siku 1200 zinazotajwa, huu wakati, nyakati 2.5 wakati unaotajwa, yani miaka 3.5, ni wa muhimu sana, kwa sababu unakwenda vizazi, ni vitu vinavyokwenda vizazi vyote. Utaona kitabu cha Danieli ulitimia kwa uhalisia na bila kukosea, lakini kadri tunavyoelekea mwisho ni vitu vinavyoendelea, maana sura ya Danieli inaonyesha mpaka wakati wa mwisho. Kwa hiyo tunapokuwa tunajifunza hii sura ya 11, hilo fungu limetaka behewa ya nje isipimwe, kwa maana ya kwamba watu wasiomjua Mungu amewapa nafasi pana ya kuokolewa. Wala hakuna anayewahukumu. Maana maandiko yanasema ya kwamba nyakati zile za ujinga Mungu anajifanya kama haoni. Kusoma kitabu kile cha Matendo sura ya 17 na ile fungu la 30 na kuendelea. Na anasema ya kwamba nyakati ambazo mtu anakuwa hajui, Mungu pia anampa nafasi ya hata anapokuwa anafanya maovu, Mungu anafanya kama haoni. Ndio maana unaweza ukaona mtu ni mlevi, ni muuaji, lakini anapokuja kukutana na Yesu, mengine hayo yote yanasahaulika na anahesabiwa kama kiumbe kipya. Na ndio maana kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 5 fungu la 17 nasema mtu akimwamini Kristo anakuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita, tazama anakuwa yote yanakuwa mapya. Sasa wakati huu tunaoishi ni wakati ambapo kweli hukumu ya upelelezi inaendelea, lakini
wakati ambao watu wasiomjua Mungu wamepewa nafasi ya kuhubiriwa, wanasikiliza mahubiri kwa njia mbalimbali, kwa njia ya redio, kwa njia ya TV, kwa njia ya vitabu, kwa njia ya magazeti, kwa njia ya mikutano ya hadhara. Kadri wanavyohubiriwa, habari njema inapohubiriwa, ndivyo wanavyoandaliwa mazingira aidha ya kuokolewa au ya kupotea. Maana katika kipindi cha mwisho wa siku hizo wataonyeshwa hata jinsi walivyopoteza fursa za kuokolewa. Wataonyeshwa hata jinsi ambavyo walipuuza, waliposikiliza neno la Mungu hawakulitia moyoni. Katika kipindi hiki haki ya Mungu itaonyeshwa. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi 50 na lile fungu la 6, Zaburi ya 50 na lile fungu la 6, haki ya Mungu itatangazwa. Ni wakati ambapo hata amri za Mungu zitaonyeshwa wazi. Amri ya saba ya Sabato ambayo imepuuzwa na watu wa dunia kwa muda mrefu itakozwa ili waone jinsi ambavyo ilikuwa ya muhimu sana katika maisha yao, lakini watakuwa wamechelewa. Kwenye Zaburi Daudi aliimba hivi: na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Katika kipindi hiki Mungu aliye hakimu, anayefanya hukumu ya upelelezi kwa watu wake, atatoa haki kwa waovu wote watakaokuwa wameikataa nuru. Tunaposoma kwa lile fungu la 3 na kuendelea, tukiwa tunatoka katika hilo fungu la 2 liloonyesha ya kwamba watu wa mataifa wamepewa fursa ya kuendelea kuhubiriwa. Utaona kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 6 na lile fungu la 14, Ufunuo sura ya 14 na lile fungu la 6, nasema malaika anaonekana akiruka katikati ya mbingu, ana injili ya milele na anahubiri watu wa kabila zote, lugha zote, mataifa yote. Hii ni fursa ambayo watu wote walioko duniani wanahubiriwa na kuchukua uchaguzi wao binafsi. Ukikataa basi, lakini Mungu ameweka mpango wa injili kwenda kote duniani, kwa kila taifa, kwa kila lugha na jamaa, na anasema mcheni Mungu na kumtukuza. Ni wakati wa kumsujudia yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa kadri neno la Mungu linavyohubiriwa, fungu la 2 limetuonyesha kwamba kadri neno la Mungu linavyohubiriwa, ni nafasi inatolewa kwa wale ambao hawajamwamini Mungu. Ni nafasi yao. Wale ambao hawahukumiwi katika hukumu ya upelelezi, hiyo ni nafasi yao kuchagua kuishi milele au kupotea milele. Na lile fungu la 3 kuelekea la 6 anasema nami nitawaruhusu mashahidi wangu 2, nao watatoa unabii siku 1260. Utaona hicho kipindi tena kinatajwa, bali hali wamevikwa magunia. Hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Na fungu la 5 anasema na mtu akitaka kuwadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Fungu la 6 anasema na hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. Hawa manabii wa mashahidi 2 wanaotajwa katika mafungu hayo. Hili fungu la 3 linalosema kwamba nitawaruhusu mashahidi wangu 2, nao watatoa unabii siku 1260 hali wamefungwa magunia. Hawa mashahidi 2 na hiyo mizaituni inayotajwa na hivi vinara vinavyotajwa ni Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya. Kumbuka somo tunalojifunza katika hii sura ya 11 ni kuonyesha jinsi ambavyo Biblia iliyodharauliwa ilivyopata ushindi mkuu. Biblia imewahi kudharauliwa na kupitia katika wakati mgumu. Wakati wa zama za giza, Biblia hii sio kwamba tu ilikuwa haijulikani kwa watu,
lakini ilikuwa imefichika katika imefichwa sana na kufunikwa chini ya rundo za miiko na mapokeo ya kibinadamu. Mapokeo ya kibinadamu yaliinuliwa kuliko Biblia, na historia inaonyesha kuwa katika miaka hiyo 1260 tunayosoma kwenye hilo fungu, neno la Mungu, yani hawa mashahidi wake wawili walivikwa nguo za magunia. Walivikwa nguo za magunia. Kweli zao zilifichwa chini ya rundo kubwa la mila na desturi. Mashahidi hao wawili bado waliendelea kutabiri. Biblia bado iliongea hata katikati ya giza hili la kiroho. Neno la Mungu lilihifadhiwa. Wapo walioshika na kuishi na kuziishi kanuni zake, lakini watu wengi waliokuwepo Ulaya, wengi walipuuza katika kipindi hicho. Wengi waliokuwepo mahali ambapo Biblia ilikuwa inahubiriwa walipuuza. Wakabaki watu wachache, kwa mfano Waldensia na watu wana matengenezo kama John Hus, Jerome, Martin Luther, Ulrich Zwingli na John Calvin, na pamoja na John na Charles Wesley na kundi la wana matengenezo wengine waliokuwepo, ndio waliokuwa wanafuatilia Biblia. Kinachozungumzwa katika fungu hili la 3 ni kwamba hawa mashahidi wawili wanaotajwa hapa ni Biblia, kwa maana ya Biblia Agano la Kale na Biblia Agano Jipya. Hawa ndio mashahidi wawili wanaotajwa hapa. Wamewahi kutoa ushuhuda wao huku wamevikwa magunia. Magunia kwa maana ya kuomboleza, yani hawana uhuru wa kuhubiri. Kuanzia mwaka 538 mpaka mwaka 1798 ni kipindi ambacho Biblia ilipigwa marufuku. Kipindi ambacho waliokuwa wanaisoma Biblia waliuawa kwa wingi. Ni kipindi ambacho Biblia ilichomwa moto. Ni kipindi ambacho Biblia ziliangamizwa kwa namna walivyoona vyema, lakini bado neno la Mungu liliendelea kushikiliwa na watu, japo ni wachache. Kwa mfano hao Waldensia walisimama imara wakifata na kuiishi Biblia, na neno la Mungu likaendelea kuwa katikati yao. Wengine wana matengenezo, kina John Hus, kina Jerome, kina Martin Luther, wakaja wakafata ukweli ule, wakaendelea kuifunua Biblia kwa kiwango kile walichoweza kuelewa, lakini Biblia ilienda kuhubiri. Kwa hiyo naposikia ya kwamba hawa mashahidi wawili watakuwa wanatoa ushahidi wao wakiwa wamefunikwa magunia, ni kwa maana ya magunia yanayotajwa hapa ni wakati huu ambapo ziliinuliwa falsafa za watu. Ni wakati ambapo watu badala ya kulisoma neno la Mungu walifundishwa kufata mila na desturi, wakafuata mapokeo ya wazee wa zamani. Wakafata mapokeo ya wazee wa zamani na falsafa nyingine mbalimbali. Neno la Mungu likawekwa kando. Neno la Mungu likaondolewa katika utawala wa kanisa wa serikali ya kanisa ya Kirumi miaka 538 mpaka 1798. Kipindi ambacho Biblia inasema ya kwamba wakapewa kupakanyaga patakatifu pake aliye juu kwa kipindi cha miezi 42. Hiyo miezi 42 ni unabii uliowahi kutimia, kwa maana ya zile miaka 1260 na wakati nyakati 2.5 wakati. Ni vitu ambavyo vimewahi kutimia, lakini kadri tunavyoendelea unabii haufi, unabii ni unaishi. Ndio maana tumejifunza hapo nyuma ya kwamba itajirudia. Ukisoma kitabu kimoja kinachoitwa Pambano Kuu, ukurasa wa 40 unaonyesha kwamba ni vitu vitakavyojirudia. Kwenye hicho kitabu cha Pambano Kuu ninachokitaja, ukurasa wa 218 na 219, nasema wakati Biblia ilipopigwa marufuku na mamlaka ya kidini na kiraia, wakati ushuhuda wake ulipopindishwa na kila juhudi ikafanywa ili watu na mapepo wagundue njia ya kubadilisha akili za watu dhidi yake, wakati wale waliojaribu kutangaza ukweli wake mtakatifu walipowindwa, waliposalitiwa, walipoteswa,
walipotupwa katika vyumba vya magereza, walipouawa kwa ajili ya imani yao, au walipolazimishwa kukimbia katika maficho ya milimani, mashimo na mapango ya ardhini. Hapo ndipo mashahidi waaminifu waliposhuhudia wakiwa katika nguo za magunia, lakini waliendelea kushuhudia wao katika kipindi chote cha miaka 1260. Katikati ya giza kuu kabisa walikuwepo watu waaminifu kama hao niliowataja, wakilitangaza neno la Mungu. Lakini unaposoma lile fungu la 4 utaona kwamba hao ndio mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Utaona hivyo nimesema ya kwamba hiyo mizeituni miwili na hao mashahidi wawili ni Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya. Leo baadhi ya wanaodai kuwa Kristo wameweka kando Biblia, Agano la Kale. Nikwambie, ukiweka kando Biblia, sehemu ya Biblia ya Agano la Kale, unaweza usielewe hata pambano kuu tulilo nalo duniani. Maana pambano kuu linatajwa kwenye kitabu cha Mwanzo. Mwanzo wa kabisa, mahala ambapo shetani alimwangusha mwanadamu. Kisha ondoa Agano la Kale, basi hata ukibaki na Agano Jipya unaweza usijue mengi, hata unaweza usijue uumbaji, kwamba mbingu na nchi ziliumbwaje. Kwa kifupi, mashahidi hawa wawili kwa maana ya Agano la Kale na Agano Jipya ndicho kitu kinachoitwa Biblia. Kwa hiyo ukiweka kando agano lolote katika hayo mawili, utakuwa umeondoa neno la Mungu. Na watu wa Mungu wanaoishi wakikana Biblia, sehemu ya Biblia, kwa mfano wengi wakikana sehemu ya Biblia ya Agano la Kale, ni wanapotea na hawataelewa ukweli ulivyo. Maana ukisoma kitabu cha Zekaria, ilionyeshwa mapema, akauliza unaona nini? Akasema, kianzia fungu la 2 hadi lile fungu la 6, anasema unaona nini? Akasema, natazama kinara cha taa cha dhahabu tupu, nacho kina bakuli juu yake na taa zake 7 juu yake, tena iko mirija 7 ya kuleta mafuta kwa taa zote zilizo juu yake, na mizeituni miwili karibu yake, mmoja upande wa kuume wa lile bakuli na mmoja upande wa kushoto. Nami nikajibu nikasema, nikamwambia yule malaika aliyesema nami, nikasema, Bwana wangu, vitu hivi ni nini? Ndipo malaika aliyesema nami akajibu akaniambia, hujui hivi vitu ni nini? Nikasema, la Bwana. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Na ukiendelea kusoma sema, basi inatuonyesha jinsi ambavyo wakati wa Biblia kimekuwa kitabu kinachopeleka nuru kwa watu wa mataifa. Watu wote wanahubiriwa habari njema ya wokovu. Na ndio maana hata kile kitabu cha Zaburi 119 na fungu la 105 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu, kama jina la kipindi hiki kilivyo, taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwamba neno la Mungu ndilo linaloangazia dunia na ndilo linaloonyesha dunia ielekee wapi. Pale linapowekwa kando, ukweli ni kwamba dunia inatembea gizani, na kipindi chote ambacho neno la Mungu liliachwa na kutokufatwa lilifanya watu wapotee na watu wakaangamia kwenda gizani, na kitendo hicho kinapelekea watu kuishi katika utusitusi ambao unawafanya kupotea. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nipende tu kuambia kwamba neno la Mungu ambalo limetajwa kwenye Biblia kama kinara, limetajwa kama mashahidi, hilo ndilo litakalo waongoza watu wa Mungu mpaka wapate ushindi. Maana ukisoma kitabu cha Isaya 40 fungu la 8 anasema, majani yakauka, ua lanyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Neno la Mungu halitaisha. Neno la Mungu litadumu milele. Na neno la Mungu ndilo linalotajwa hapa ya kwamba litashinda
Kadri tunavyoendelea kujifunza, tutaona jinsi ambavyo neno la Mungu litazidi kushinda na kushinda, hata kama litavikwa magunia kwa maana ya mila na desturi na falsafa za watu, lakini bado neno la Mungu litashinda. Nikutolee wito wa kujitoa kulifuata neno la Mungu, ambalo hilo ndilo linaloonyesha njia ya wokovu. Kualike tena, kabla hatujafika mwisho mpendwa, tuombe pamoja. Mungu wetu mwema, tunakushukuru umetupatia nafasi ya kujifunza neno lako la uzima. Tusaidie kuelewa na endelea kutufundisha na kupatia nafasi ya kujifunza. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen.